Amu TV, the stories behind the scenes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahujaji wapendwa, tutaanza na matayarisho ya hujaji kiafya. Naanza semina matayarisho ya hujaji kiafya biidhnillahi, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atatuafikia kwa miezi mitukufu tuwe ni wenye kwenda kufanya ibada tukufu ya haji, na Mwenyezi Mungu atatulia taufiki tuende salama turudi salama, na walotiania kwenda mwakani na mwakani na mwakani Mwenyezi Mungu atawafikia. Ndogo hujaji, tuko katika uelekezo wa semina za haji na matayarisho ya hija. Kusudio kubwa ya hizi semina ni kumtayarisha huyo hujaji aweze kwenda kufanya ibada ya hija akiwa na elimu ya kutosha, na pia aweze kufanya mwenyewe ile ibada ya hija bila ya wasiwasi. Kwa hivyo ina maana na elimu ya kutosha kwenye ibada ni mwili uwe umejengeka na zile ibada zote aweze kuzifanya katika kipindi cha hija. Kitu cha kwanza tunawaomba mahujaji wale ambao wenye maradhi, wayua wana maradhi, na wajitahidi wasiumwe. Kisha na wale ambao kwamba hawana maradhi, wako wazima, wajitahidi wasipate maradhi insha Allah Taala. Insha Allah, kwa maelezo ambayo tutayaeleza na mazungumzo yatahusiana na wale wenye maradhi. Kwa mfano, mwenye maradhi ya presha, mwenye maradhi ya sukari, mwenye maradhi ya kuumwa na ziungo, na mwenye maradhi ya pumu. Kwa hivyo hawa ambao kwamba wako na maradhi kama haya, vipi mgonjwa atajisimamia asiumwe, au vipi atakuwa kama mtu wa kawaida? Kwa wenye maradhi ya presha, muhimu waende kwa madaktari, ma specialist, umuulishe akupime, na pia ayue kama wewe uko katika kusubiri safari yako ya kwenda kufanya ibada ya hija. Kisha kwa hivyo mwenye presha atakiwa presha yake iwe baina ya 90 mpaka 140, isizidi 140 na isipungue chini ya 90. Kwa hivyo takapokwenda kwa daktari wako atakueleza namna ya kuikontrol pressure yako na kutumia dawa zako
Usiziwate dawa ikiwa umeona presha yako iko sawa, haipandi wala haishuki, iko stable, basi usiate kutumia dawa. Tumia dawa hata kama uko katika safari zako za hija. Kwa hivyo mgonjwa mwenye presha ahakikishe presha yake iko kwenye level nzuri. Basi ikiwa katika level nzuri, na kule biidhnillahi atakuwa katika ibada yake bila ya wasiwasi wote. Pili ni wenye maradhi ya sukari, diabetes. Wengi hulalamika sukari yao hupanda na kushuka. Pia hawa watakiwa waende kwa madaktari, wawaeleze, wafanyiwe check-up ya mwili wao. Na muhimu wale ambao kwamba wenye sukari iwe katika level ya 4 mpaka 6. Isishuke chini ya level ya 4, isipande yula level ya 6. Kwa hivyo ikiwa katika level hizo, basi sukari yako na mwili wako utakuwa uko sawa katika ibada yako ya hija. Pia kadhalika katika matayarisho yako, unapokwenda kukutana na daktari, atayua vipi kukupa dawa ama sindano, na kukwambia kuna zitu ambazo kwamba za kula za kushikamiko. Kwa hivyo ni muhimu kwa wale wenye magonjwa ya sukari waende hospitali na kupata ushauri kwa daktari. Na insha Allah taala, ukiwa Makka, maadamu kuna ugonjwa wa sukari, basi mai ya Zamzam, kuna wengi wakienda kule huwa kuna magonjwa ya sukari, basi mashallah hutumia sana mai ya Zamzam. Na ile mai ya Zamzam akinwa hunuilia magonjwa yake, basi mashallah huwa akifanya ibada yake na bila ya kujua sukari yake imepanda ama imeshuka, wa utukufu wa ibada ya hija. Kadhalika wenye ugonjwa wa kuumwa na ziungo, wenye ugonjwa wa kuumwa na ziungo, hawa lazima waende pia kwa madaktari, specialist, kwanza wawaelezee kwa kuwa wako kwenye safari ya hija, ili daktari ampe mwongozo asipate matatizo katika safari yake. Kuna dawa aina mbili ambazo kwamba ni za maumivu. Dawa ya kwanza huzuia maumivu makali, dawa ya kuzuia maumivu makali. Na ya pili, dawa ya kuzuia maumivu ya kawaida. Maumivu ya kawaida dawa yake ni Panadol, kama kuumwa na kichwa yao, kusikia umechoka, hizi Panadol husaidia. Lakini hizi dawa kali ambazo kwamba zaidi ya Panadol kwenye safari ya hija, dawa za maumivu ambazo zaidi ya Panadol sio mzuri kutumia
isipokuwa hizi dawa za maumivu ambazo kwamba ziko na level kubwa, basi hizi madaktari peke yake ambao kwamba huruhusu wakifanya nini kwa huyu mgonjwa atumie. Ni vipi? Mfano, mgonjwa ikiwa amepata accident, ameumia sana ama amevundika ziungo, basi kuna hizi dawa ambazo kwamba ni kali, yani ukipoa kumeza ama zikiekwa kwa sindano, ukipiga hizo basi yale maumivu yako huwa yakipungua. Lakini maumivu ya kawaida ni Panadoli. Kwa hivyo mahujaji, Panadoli msikose kutukua, kwa sababu hii ya maumivu madogo madogo kama kuchoka, tutakuwa katika airport, tutaketi muda mrefu, wengine hawakuzoea kuketi muda mrefu, na katika mabasi tutakuwa kutoka airport Jeddah kuelekea Haram, wengine watatoka Madina kuelekea Maka, basi kule kuketi kwa muda mrefu wengine huwa wakisikia machovu. Basi dawa ya rahisi, uwe na Panadol yako, umeze Panadol, basi yale maumivu yatakuwa yenye kuondoka. Na grupu ya tatu ni grupu ya maradhi ya pumu. Wagonjwa kama hawa watakiwa wawe na hadhari ya kutopata pumu, wenye pumu. Kwanza aikinge na vumbi, moshi, perfume kali, na zile zitu ambazo kwamba msababishia pumu yake ipande. Kisha jambo lingine, kwa hivyo huyu mwenye pumu atakiwa awe tayari yeye tangu sasa, ili aikinge na kutopata pumu. Tatu, akiwa katika chumba chake cha kulala, akiwa katika chumba cha kulala Maka ama Madina, wajua zumba zote waziko na AC, zumba zote ziko na AC. Mfano kama hapa nilivyokaa, juu kuna AC. Sasa ule mwenye pumu atakiwa kitanda chake kiweko chini ya AC, kwa sababu ile AC ikitoa ile hewa yake iwe yeye haimpati, itakwenda direct huko, itamsaidia sana kwa mwenye pumu. Akiwa chini ya AC itakuwa ile AC haimpati, kwa sababu ile AC inapotoa hewa, ukiwasha inapotoa hewa, huwa ikitoa hewa saa nyingine huwa iko na vumbi. Sasa ikitoa hewa na vumbi, kiwa yeye uko kwenye kitanda ambacho kwamba kime direct ile AC, basi itampekea ile pumu kumpanda na itakuwa mwenye kupata shida. Kisha jambo lingine, atakiwa atukue zitu ziwili. Kwanza atukue le bomba lake, pili atukue mask. Hizi zitu ziwili lazima, ikiwa una pumu na uko katika safari yako ya hija, lazima hizi zitu ziwili uwe nazo. Kwanza bomba
lisikosekano kwenye mkoba wako. Kuna ule mkoba wa kutukua, isikosekane ile bomba. Pili, mask. Ubebe mask, itakusaidia mahali kwenye vumbi. Kama kule Arafa kuna sehemu nyingine hujengwa mashallah siku hizi, kwa hivyo kuna sehemu nyingine ziko vumbi. Kwa hivyo ukienda kule utaivaa. Ama tukiwa katika mabasi, kama tuelekea zetu Arafa, ama tuko Arafa tuelekea zetu Muzdalifa, sasa kuna magari mengine pengine utakuwa umeketi kwenye dirisha. Sasa ile magari mengine huwa yakitoa moshi. Kwa hivyo muhimu wewe kama hujaji uwe utavaa maski yako na kile kibomba chako cha kupiga kiwe standby kwenye mfuko wako. Yani hizi vitu ziwili muhimu, wewe mtu wa pumu uwe nazo, bomba na mask. Kitu chengine ni mazoezi. Kitu chengine kwa hujaji kama nyinyi mahujaji, kitu cha muhimu ni mazoezi, kwa sababu percentage kubwa ya hija ni kutembea kwa maguu. Percentage kubwa ya hija ni kutembea kwa maguu. Kwanza kutembea ni kuanza ile tawafu. Kuanza tawafu pale mara 7. Na pale kawaida ikiwa ni barobaro shabab ama ni mtu na afya yake, kufanya ile tawafu hutukua dakika 45 mpaka 1 hour. Na ikiwa watu wamezidi sana, basi uzidisha pengine robo saa. Kwa hivyo ile raundi moja tu kutoka Hajarul Aswad kwenda mpaka ile Hajarul Aswad, ikiwa watu ni wengi sana na mwendo hatua huwa ni toto kutembea kwa sababu ya wingi wa mahujaji. Hapo waweza ukenda, kwa sababu ile raundi moja tu huwa ni 200 meters ikiwa watu si wengi ama ni tini hapo. Lakini sasa watu kama ni wengi waweza kutukua mita 250. Kwa hivyo ile tawafu kuzunguka ile yataka mazoezi, na baada ya kumaliza tawafu ile mara 7 utakuwa umekwenda kama urefu wa kilomita 1.5 hiyo. Baada hapo mazoezi yenyewe kumaliza tawafu ni kubreak, na kubreak yenyewe ni kusali raka 2 nyuma makamu Ibrahim. Tutaelezea katika semina ya mbele ama sehemu ambayo kwamba hakuna mahujaji, sababu pale kwenye makamu Ibrahim umma huwa ni mwingi. Utazengia sehemu ya nyuma yoyote ambayo kwamba hakuna watu wengi, utasali raka 2, ukimaliza ukakuna mazamzamu yako, kisha utaelekea sa'i ni kutoka baina Safa wal Marwa. Kwa hivyo hapo pia ni mwendo mwingine baina ya Jabal Safa mpaka Jabal Marwa. Urefu wake ni mita 450. Urefu wake ni mita 450. Ukitoka Safa, Jabal Safa, ukienda Jabal Marwa 450 meters. Ukitoka kule ukirudi 450 meters times 7. Na watu wakiwa ni wengi, basi zile mita huwa zikiongezeka, si sana
lakini kapiti. Kwa hivyo baada ya kumaliza sa'i huwa utakuwa umetumia kilomita 3.5 ama na kilomita 4. Kwa hivyo mazoezi ya kutembea ni muhimu kwenu nyinyi mahujaji kabla ya kuondoka kusikilia Maka katika ibada ya hija. Kwa wale ambao kwamba wako Amu, utaangalia wakati wa kufanya mazoezi yako kutembea. Kama utaangalia mwenye nafasi yako ni baada al-maghrib, baada al-fajr, utaanza kama ni KPA kwenda hospitali kubwa King Fahad, na kuya zako ofisi ya Kano. Yani kwa uchache uwe utatembea, utafanya mazoezi ya kutembea kwa uchache ni 1 hour. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 unaweza kufanya 1 hour. Kisha ile siku ya 5, ya 6 ukaongeza robo saa, kama siku 5 6. Baada ya wiki 2 3 ukaongeza 1.5 hour. Namna hiyo ya utapata mazoezi ya kutosha kabla ya kwenda kupambana na ibada yenyewe ya kutembea mwendo mrefu. Na tulinena percentage kubwa ni ya kutembea kutoka Mina. Wengine mashallah wako strong ile siku ya Yom Tarwiya kuondoka Maka kuelekea Mina mwezi 8, huwa ni mwezi 8 Dhulhijja. Wengine hawasubiri mabasi, mashallah hutoka na mapema wakaelekea ni kilomita 6 kutoka Haram mpaka Mina. Kisha baada hapo ile Yomul Arafa huwa ni mwezi 9 Dhulhijja. Basi wengine hawasubiri mabasi, hutoka zao Mina wakienda zao Arafa. Basi ile Arafa kimaliza siku ile, huwa wengine wako kwenye tenti zao mahema, wengine huenda kwenye Jabal Arafa ama ina lingine Jabal Rahma. Tutaelezea katika semina zetu za mbele kwa nini imeitwa Jabal Rahma na Jabal Arafa. Sasa ujue hizi zote ni mwendo kutoka katika tenti yako ukiwa katika Arafa kwenda zako Jabal Arafa, kisha na kurudi. Kisha ikiingia yua kuzama, sasa hapo safari nyingine ya kuelekea Muzdalifa. Wengi wao huwa wakienda kwa maguu, lakini huwa kuna mabasi ya kutukua mahujaji. Wengine wakasikilia Muzdalifa usiku hono, hulala hapo pumzika. Sasa baada ya salatul fajri, huwa ni mwezi 10 Dhulhijja, kutoka hapo sasa Muzdalifa kurudi Mina. Muzdalifa kurudi Mina kilomita 6 nyingine hizo ama 5. Kwa hivyo hapo ni kupambana na mwendo, ndo nikawasisitizia tuandeni kufanya exercise, mazoezi ya mwendo wa kutembea. Ibada kubwa ya hija ni kutembea. Baada ya kutoka Muzdalifa mkiingia zenu Mina, tena hapo mtakuwa mmekusanya zijiwe zenu. Taelezea semina itakayokuja zijiwe nzingapi. Tena ni kutoka hapo Mina kwenye tent mpaka usikilie Jamarat kwenda kutupa zijiwe. Hapo inategemea na tenti yako ilipo. Kuna tenti nyingine zikiwa Mina mpaka hapo Jamarat huwa ni kilomita 1, zingine kilomita 2, zingine mpaka kilomita 3. Lakini zile za VIP huwa ni 200 meters
300 meters mpaka 500 meters, utoka pale VIP wenyewe wakaenda wakatupa zijiwe wakarudi. Sasa hawa ambao katika matenti huko wa kilomita 2, uwe kutoka kwenye tenti yako kilomita 2 mpaka Jamarat kilomita 2, utupe zijiwe tena, utoke tena pale kilomita 2 kwa maguu, urudi zako kwenye hema lako. Siku ya kwanza hiyo mwezi 10. Siku ya pili the same, tutatoka katika mahema, tutakwenda kupiga zijiwe kilomita 2. Tukimaliza tutarudi kwenye mahema. Kwa hivyo 2 kwenda 2 kurudi, 4 siku ya pili, na siku ya tatu ya ule namna hiyo. Kwa hivyo hizi zote mpaka tuandeni kuizoweza kufanya mazoezi ya kutembea. Tusidharau mahujaji. Kwa hivyo imebaki karibu miezi miwili, yani haitimu miezi miwili kwa safari za hija. Kisha baada ya hapo jambo lingine la muhimu katika ibada ya hija, kabla ya kuenda kule, tufanye bidii. Jambo lingine la muhimu, tuande kupunguza matumizi ya makemikali. Matumizi ya makemikali kama soda. Soda ina sukari nyingi, na kule Maka kuna joto, weather ya kule yote ni joto. Kwa hivyo ukitumia soda sana, sukari ikiwa nyingi kwenye mwili, basi mai hupungua, na mai yakipungua kwenye mwili huwa dhaifu. Kwa hivyo ni muhimu tupunguze hizi zitu za chemical, soda, majuisi mengine ya machemical. Ukitaka faida ili mwili ujengeke, itabidi hizi nilozitaya, soda na majuisi mengine ya chemical upunguze. Inshallah ukiwa Maka, mai utakayokuwa utayatumia ni mai ya Zamzam. Mai ya Zamzam utakuwa ukiyatumia sana kila wakati. Na pili, tuandeni kupunguza zakula zikali. Tuandeni kupunguza zakula zikali. Mfano kama ukwayu, ndimu, hizi nzitu nzikali, mapilipili, machari yale makali, na spices kali kama pilipili manga, karafuu, tangawizi. Hizi tuandeni kuzikata, kwa sababu hizi zitu zikali, za kula zikali, spices kali husababisha hujaji awe na zikohozi akiwa katika ibada ya hija, kwa sababu kule jua ni kali na joto nalo huwa lingi, na ile hewa tunayoivuta ni kavu. Kwa hivyo ukila zitu za acid huchoma koo,
Huchoma kona kila wakati, utakuwa ni mwenye kukohoa, hata usiku utakuwa hukohoa. Hutopata mapumziko ya kupumzika, kwa sababu saa zote koo yako huwa imefanya nini? Imekuwa kavu yani. Kwa hivyo twawaomba mahujaji hizi za kula zikali tupunguze, ili tukiwa Maka uwe ushazoea. Na ukiwa kule, kiwa utaanda huku kuizoweza kukata hizi, basi kule utakuwa huna wasiwasi, utakuwa huna matatizo, kwa sababu mahujaji wengi hupaki hizi zitu kwenye mabegi yao, machari nini zitu zikali. Kisa kwamba kule wakati wa chakula ni breakfast, ni lunch, ni dinner, basi utaona hutoa mikebe kwa kikebe, utaona hakuketiki kwa kukohoa, saa zote hukohoa. Kwa hivyo ili tusipate matatizo kama haya kukohoa, tuandeni kupunguza hizi zitu zikali. Kisha na jambo lingine, tunapokuwa Maka, tuwe waangalifu sana na zitu kama hizi. Kisha na jambo lingine la muhimu, kuna mlo salama. Mlo salama ni chakula yani cha ngano, kiwe kichache kwenye kula, lakini salad iwe nyingi. Mfano, umekwenda umeserve wali, umetia zijiko zitatu kwenye plate yako, sahani yako. Kutakuwa na masalad pale, kutakuwa na mafruti, kutakuwa na yogurt itakuweko pale. Kwa hivyo wali kitia zijiko zitatu, ile salad weka zijiko 4. Wali kitia zijiko zitatu, salad weka zijiko 4. Kila ukila salad kwa wingi itakufanyia level yako ya sukari iwe sawa. Na mgonjwa wa sukari akila salad kwa wingi, basi level itakuwa katika 4 mpaka 6. Muhimu salad ipatikane kwa wingi. Hata ukiwa umetoka baada kumaliza ibada yako, baada salatul isha, umekwenda zako AMU TV, the stories behind the scenes.